Maelfu ya Wapalestina waliingia mitaani wiki iliyopita huku wakiimba nyimbo zenye ujumbe wa kulipinga kundi la Hamas linalotajwa kudhibiti eneo la ukanda wa Gaza nchini humo. Shirika la habari la Associated Press limeripoti leo Jumatano Aprili 2, 2025 kuwa maandamano hayo ni ishara kubwa zaidi ya hasira za wakazi wa Gaza dhidi ya kundi hilo tangu lilipoishambulia Israel na kusababisha vita hivyo vilivyolipuka Oktoba 7, 2023. Waandamanaji walisema walikuwa wakieleza hasira na kukata tamaa kutokana na kurejea upya kwa vita na kuhamishwa kimabavu na Israeli kutoka eneo la Gaza, ili hali makubaliano yalikuwa yameshafikiwa ili kusitisha mapigano hayo. Waandamanaji hao walitoa ukosoaji wao wa moja kwa moja kwa wapiganaji wa kundi la Hamas sambamba na kuilalamikia Israeli, Marekani na mataifa mengine yenye mkono wake kwenye matendo yanayochagiza umwagikaji damu katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Ni nadra kwa wakazi wa Gaza kuingia mtaani na kuonyesha kuwapinga hadharani wapiganaji wa Hamas tangu Hamas ilipotoa madaraka eneo la Gaza mnamo mwaka 2007. Kundi hilo la wanamgambo limekuwa likituhumiwa kuvunja maandamano na kwa nguvu na kuwakamata, kuwatesa ama hata kuwaua wale wanaopinga utawala wao. Hamasi haijakabiliwa na upinzani mkubwa wa ndani tangu vita vilipoanza na bado inadhibiti kikamilifu eneo la Gaza licha ya kupoteza viongozi wake wakuu wengi na maelfu ya wapiganaji. Pia kuna hasira kubwa miongoni mwa wakazi wa Gaza dhidi ya serikali ya Israel na jeshi lake la IDF ambalo operesheni yake ya kijeshi imeua makumi ya maelfu ya Wapalestina na kubomoa vitongoji vyote katika eneo hilo. Israeli imezuia misaada yote ya kibinadamu kwa mwezi mzima na imerejesha mashambulizi yake katika eneo hilo. Israeli inailaumu Hamas kwa idadi kubwa ya vifo kwa sababu inafanya kazi katika maeneo yenye watu wengi, ikidai kuwa haijali raia wa Kipalestina. Nanupu, maandamano hayakuwa kuhusu siasa, yalikuwa kuhusu maisha ya watu, alisema Mohamed Abu Saka, baba wa watoto watatu kutoka mji uliobomolewa wa Beit Hanone, ambaye alihudhuria maandamano hayo. Hatuwezi kuzuia Israeli kutuua, lakini tunaweza kuhimiza Hamas kutoa msimamo wa maridhiano, amesema Abu Saka, mwisho wa kunukuu. Kwa mujibu wa Associated Press, karibu Wapalestina wote wanaunga mkono aina fulani ya upinzani dhidi ya uvamizi wa kijeshi wa Israel na upanuzi wa makazi ya walowezi ambao ulianza kabla ya kuanzishwa kwa Hamas katika miaka 1980. Kwa jumla, uungwaji mkono wa Hamas katika ukingo wa Magharibi na Gaza huwa unapanda inapopambana na Israeli na kushuka wakati wa utulivu. Kituo cha Palestina cha utafiti wa sera na uchunguzi wa kijamii ambacho kimekuwa kikifanya uchunguzi wa kisayansi eneo la Gaza na ukingo wa Magharibi kwa miongo kadhaa kiligundua kuwa kabla ya vita kuanza, idadi sawa ya Wapalestina waliunga mkono Hamas na vuguvugu la kisekula la Fatah linaloongozwa na Rais Mohamed Abbas, ambaye anaitambua Israeli na kushirikiana nayo katika masuala ya usalama. Lakini tafiti zilizofanywa tangu vita vilivyoanza zinaonyesha kuwa Hamasi imekuwa ikipata uungwaji mkono zaidi kuliko Fatah. Mabadiliko haya yanaonekana zaidi katika ukingo wa Magharibi ambako uungwaji mkono wa Hamas uliongezeka mara baada ya shambulio la Oktoba 7, 2023. Wanamgambo wakiongozwa na Hamas waliwaua takriban watu 1200 siku hiyo, wengi wakiwa raia, na kuwateka nyara takriban 251. Katika eneo la Gaza, tafiti zinaonyesha kuwa uungwaji mkono wa Hamas uliongezeka kidogo baada ya shambulio hilo, lakini tangu wakati huo umerudi katika hali ya kawaida. Hamasi haijapata uungwaji mkono wa Palestina wengi katika ardhi yoyote ile kabla au baada ya vita kuanza. Uchunguzi wa maoni ya umma wakati wa vita eneo la Gaza ni mgumu, hasa kutokana na ukosefu wa upatikanaji wa baadhi ya maeneo na uhamasishaji mkubwa wa watu. Pia kuna shinikizo kubwa la watu kutoa majibu fulani. Tahani Mustafa, ambaye ni mchambuzi mwandamizi wa International Crisis Group, alisema kuwa ni vigumu kupima uungwaji mkono wa Hamas, na huku akinukuliwa, siwezi kusema ni maarufu au si maarufu kwa wakati huu, alisema mchambuzi huyo. Associated Press ilizungumza na Wapalestina kadhaa kuhusu Hamas katika miezi ya hivi karibuni. Wengi walikataa kuhojiwa au waliomba kutotajwa majina, wakihofia kulipizwa kisasi na Hamas ama na Israeli ikiwa wangetoa uungwaji mkono kwa kundi hilo. Wengi walisema walikuwa wanahangaika tu kuendelea kuishi katika eneo hilo. Operesheni ya Israeli imeua zaidi ya Wapalestina 50,000 kulingana na Wizara ya Afya eneo la Gaza, ambayo haijasema ni wangapi walikuwa raia ama wapiganaji. Wizara hiyo inaendeshwa na wataalamu wa matibabu, lakini inaripoti kwa serikali inayoongozwa na Hamas. Takwimu zake zinachukuliwa kuwa za kuaminika na mashirika ya Umoja wa Mataifa na wataalamu wa kujitegemea, ingawa Israel
inayapinga. Israeli inasema imewaua wapiganaji takriban 20,000 lakini haijatoa thibitisho huo. Hamasi haijafichua ukubwa wa hasara zake katika kiwango cha raia waliouawa. Hamasi imekuwa ikituhumiwa kukandamiza upinzani dhidi yao kwa nguvu tangu ilipochukua madaraka kutoka kwenye mamlaka ya Kipalestina inayoongozwa na Fatah ya Mohamed Abbas. Mashirika ya haki za binadamu yanasema mamlaka zote mbili za Kipalestina zinakandamiza maandamano na kuwakamata na kuwatesa wakosoaji wao kwa kiwango kikubwa. Hapo awali, Hamasi imewaua watu iliowashutumu kuwa washirika wa Israeli pamoja na wale wanaopinga utawala wake, japo hakuna ripoti zilizothibitishwa za mtu yeyote kuuawa kwa kushiriki katika maandamano ya hivi karibuni. Israeli na mataifa ya Magharibi wanaorodhesha Hamasi kama shirika la kigaidi kwa sababu ya historia yake ndefu ya mashambulizi yaliyoua raia wa Israel. Wakati huo, wakazi wa Gaza wakizungumza kwa masharti ya kutotajwa majina kwa sababu za kiusalama, wanasema maofisa wa usalama wa Hamas waliovaa kiraia wamekuwa wakishika doria katika eneo hilo wakati wote wa vita, wakidumisha sheria na utulivu, huko pia wakikandamiza upinzani. Lakini wakosoaji wa Hamas wanaweza pia kuwa sababu nyingine ya kukaa kimya, ambapo upinzani wowote dhidi ya mapambano ya silaha dhidi ya Israeli kwa kawaida haikubaliki katika jamii ya Kipalestina, na wakati wa vita inaweza kuchukuliwa kama usaliti. Wazee wa familia wa Beit Lahia, ambako maandamano ya kwanza yalizuka wiki iliyopita, walitoa tamko la kuunga mkono madai ya kumaliza vita, huku wakisisitiza kuwa kuna uungwaji mkono wao kwa mapambano ya silaha. Mazungumzo ya mwisho ya amani kati ya Israeli na Palestina yalivunjika mnamo 2009, mwanzoni mwa miaka 15 ya karibu kutokoma kwa utawala wa Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Abasi ambaye ana umri wa miaka 89 na hana umaarufu wowote, bado anaonekana kuunga mkono suluhisho la mataifa mawili, wakati serikali ya Israeli ikipinga wazi uhuru wa Palestina. Netanyahu ameapa kuangamiza kundi la Hamas na amekataa nafasi yoyote ya mamlaka ya Kipalestina kudhibiti eneo la Gaza, akisema kuwa haijaonyesha dhamira yake ya kweli ya kupata amani. Hii inamaanisha hakuna mtu wa kumpinga Hamas wala mpango wa baada ya vita hivyo. Wapalestina wengi walio hai leo hawakuwa na umri wa kupiga kura. Mara ya mwisho uchaguzi wa kitaifa ulipofanyika mwaka 2006, ambapo Hamas ilishinda kwa kishindo, ambapo Abasi ambaye mamlaka yake yalimalizika 2009 ameahidi mara kwa mara uchaguzi, lakini ameendelea kuahirisha, akilaumu vizuizi vya Israel. Hata hivyo, huku kukiwa hakuna mbadala wa Hamasi, vita vinaendelea. Baadhi ya waandamanaji wameeleza hali ya kukata tamaa kuhusiana na vita hivyo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.